Simulizi na JK. Leo katika simulizi na JK tunayo simulizi ambayo inahusiana na matukio 6 ya kutisha Tanzania yaliyonaswa na CCTV kamera. Usiku wa manane, kamera za CCTV zilisalia zikipiga picha za kila kitu kilichoonekana, lakini kile kilichofuata hakikuonekana tu kwa macho, bali kilivutia hofu isiyo ya kifani. Leo tutakuonyesha matukio 6 halisi yaliyonaswa na CCTV kamera hapa Tanzania, tukio moja baada ya jingine, likiwa la kutisha, la kushangaza na kuacha kila aliyeona akishangaa. Jiandae, kwani unapoangalia matukio haya hujui ni nini kitakachotokea sekunde chache zinazofuata. Kuwa makini mpaka mwisho kutazama matukio haya 6, kwani tukio la 6 ni la kushangaza sana. Na tukio la kwanza, wezi wawili wakivunja duka la wakala. CCTV kamera iliwanasa watu wawili wakivunja duka la wakala. Mtaa ulikuwa kimya kabisa. Kamera ya CCTV inawaonyesha watu wawili, mmoja akivunja kufuli na mwingine kuingia ndani na kujifungia, huku mmoja akiimarisha ulinzi nje. Yule aliyeingia ndani akafanikiwa kuvunja draw za wakala na kuiba mabulunguto ya fedha, na baada ya muda wakaondoka. Lakini huu ulikuwa ushahidi tosha, kwani mmoja wao alionyesha sura moja kwa moja. Je, utajiuliza ni kwamba duka hili walilipania muda mrefu au walifanya tukio la kushtukiza tu? Kamera za CCTV ni jicho zaidi ya mwanadamu. Na tukio la pili ni ajali ya mwendokasi. Kamera CCTV iliendelea kurekodi kila kitu katika mitaa ya Kariakoo. Watu wawili walionekana kwenye CCTV kamera barabarani. Mmoja alikuwa anatembea na mwingine alikuwa ameketi kwenye kiti. Baada ya muda, gari linaonekana linakuja kwa kasi upande wao, na mmoja wao aliyekaa kwenye kiti akainuka ghafla na kukimbia, huku mzee mmoja akionekana akirushwa na gari hadi kwenye ukuta. Tukio hili lilitumwa sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini liliwahuzunisha watu wengi. Na tukio la tatu ni viumbe wawili wa ajabu Sumbawanga. CCTV kamera ilinasa viumbe wawili wa ajabu huko Sumbawanga wakifanya vitu visivyoeleweka usiku. Jicho la binadamu haliwezi kuona vitu hivi, lakini kila kitu ndani ya CCTV kamera ni zaidi ya jicho la mwanadamu.
Na tukio la 4 ni mwizi ananaswa mkono ndani ya duka usiku ukiwa umetanda. CCTV kamera ilimnasa mtu akiiba anasogea karibu na dirisha la duka na kupenyeza mkono wake dirishani kupitia uwazi mdogo, lakini kile ambacho hakukijua ni kwamba ndani ya duka kulikuwa na watu waliokuwa wamejificha kimya kimya wakimsubiria. Mwizi anajikuta kwenye mtego usiotarajiwa, CCTV ikiendelea kurekodi kila kitu. Tukio hili linatuacha na maswali moja kubwa: je, walikuwa wanamvizia tangu mwanzo au ni bahati tu iliyomwangukia usiku huyu mwizi? Na tukio la 5, hatari barabarani, bodaboda na mama wakikanyagwa na lori. CCTV kamera ilinasa tukio la huzuni sana barabarani, bodaboda akiwa na abiria wake nyuma ya lori. Ghafla lori likaanza kurudi nyuma. Waliporudi nyuma na lori nalo likawa linarudi nyuma, bodaboda alijaribu kudhibiti lori, lakini lori likaendelea kurudi nyuma. Mwisho, kwa bahati mbaya, bodaboda na mama wakakanyagwa. Tukio hili liliwaumiza wengi na lilitrendi sana mtandaoni. Tukio la 6, mwizi aliingia dirishani mwa gari. CCTV linasa mtu akiwa barabarani akisogelea gari jeusi na kuangalia usalama huku na kule. Ghafla anaingia dirisha la gari lililoachwa wazi. Ndani ya sekunde chache anatoka na mzigo mkononi. Jambo la ajabu, badala ya kukimbia peke yake, kamera inanasa gari lingine likiwa limeegeshwa umbali mfupi mbele. Mwizi anakimbia na kuingia kwenye gari hilo na gari linaonekana linaondoka kwa spidi. Swali linakuja, je, walikuwa wakimfuatilia mmiliki wa gari kabla au walikuwa wakizunguka mitaani wakitafuta magari yaliyosahaulika kufungwa madirisha? Na hivyo ndivyo matukio 6 ya kutisha yaliyonaswa na CCTV yalivyotokea hapa Tanzania. Kila tukio lina mashaka yake, kila sekunde ina siri yake. Je, unadhani yote haya ni kweli au kuna kile ambacho kamera haiwezi kuonyesha? Je, ungekuwa pale wakati tukio la ajabu linatokea, ungefanya nini? Dunia yetu ina mambo ambayo hayaonekani mara zote, lakini CCTV inashika yote kabisa. Na jicho la mwanadamu ni ngumu kuona kila kitu, lakini CCTV kamera inaonyesha kila tukio ambalo limefanyika, iwe usiku, mchana au muda wowote ule. Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti ili uwe wa kwanza kupata habari za kushangaza, za kutisha na kama hizi za CCTV kamera.